الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الطلاق مدنية وآياتها 12. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu ni surati Talaq ambayo imeteremshwa Madina. Aya zake ni 12. Ni sura ya 65 katika mpangilio wa msahafu mtukufu. Sura hii, surati Talaq, kama kawaida ya sura ambazo zimeteremshwa Madina, kuzungumzia zaidi katika ahkamu tashri'iyya almutaallika bi ahwali zawjayn. Inazungumzia baadhi ya hukumu za kisheria zenye kufungamana na hali za wanandoa, kama vile kubainisha hukumu za talaka ya kisunna, namna ya talaka hiyo inavyotolewa, wama yatarattabu ala talaq min al-idda, na ambayo inafungamana na talaka katika ida, wanafaka na huduma ya mtalaka, wasukna na makazi ya mtalaka, wa ajru al-murdi, na malipo ya mwanamke mwenye kunyonyesha, ila ghairi ma hunalika min ahkami, na ahkamu nyingi ambazo zitazungumziwa katika sura hii. Mwanzo, kama tutakavyoona, imezungumzia talaka ya kisunna na talaka ya kibid'a, na sura ikawaamrisha waumini kushikamana na njia iliyokuwa bora zaidi inda ta'adhur istimrari alhayati zawjiyya, pale panapopatikana udhuru wa kuendelea maisha ya kindoa. Waislamu wakatakiwa waangalie kwa zuri zaidi kubakia na mke au kuachana na mke. Njia nzuri ni ipi? Na sura hii ikapelekea kuita katika watu kuzifanyia tatbiki zile ambazo zinafungamana na mahusiano ya wanandoa hayo, sheria zile ambazo zinafungamana na wanandoa, watu kuzifuatilia na kushikamana nazo. Wa huwa an yutaliqaha tahiran min ghairi jimaa, katika miongoni mataratibu za kuacha ni mtu kumwacha mkewe akiwa tahara, hayuko kwenye hedhi, min ghairi jimaa, kwenye tahara ambayo hajaingiliana naye. Thumma yatrukuha ila inqidha'i iddatiha, kisha atamwacha mke huyo baada ya kumpa talaka mpaka imalizike eda yake, kama amekusudia kuachana naye moja kwa moja. Wa fi hadha tawjih al-ilahi, na katika maelekezo haya ya Allah tabaraka wa taala, da'watu lirrijali an yatamahhalu wa la yusri'u fi fasli ura zawjiyya, wanatakiwa wanaume wawe na utulivu mno na kutofanya haraka ya kuvunja mahusiano ya ndoa. Fa inna talaka abghadul halali ila Allah, kwa sababu talaka ni jambo lenye kumbughudhi Allah tabaraka wa taala, pamoja ni halali.
walaula dharuratu, laiti isingelikuwa dharura, lama ubiha talaq, sheria isingehalalisha watu kuacha. Liannahu, kwa sababu ya talaka, hadmun lilusra, inavunja familia. Lakini kidharura sheria ndipo ikahalalisha, lakini kwa uhalisia talaka inavunja familia. Sura hii vile vile imeelekeza katika kuhifadhi muda wa eda, lidhabti intihaiha, ili watu wapate kudhibiti ukomo wake, lialla takhtalita al-ansab, ili nasaba zisichanganyikane, ya mume alioacha na mume ambaye ataoa baadaye. Ndio maana kukawekwa muda na tukatakiwa tuhesabu muda ule wa eda kwa kiwango kile kile sheria ilichotaka, ili nasaba zisiingiliane. Wal alla yatula al-amad ala al-mutallaqa, na ili pia isiye karefuka muda mwingi kwa yule mwenye kuachwa, fayulhiquha ad-darar, akapata madhara, kwa sababu eda ni qur'i tatu au hedhi tatu. Lakini watu wakichanganya kuhesabu hapo, aweza akakaa muda mrefu ikawa ni madhara kwa mtalaka yule. Kwa hiyo Allah anataka tuhesabu muda ule wa mwanamke kwa eda, ili kifika ile ya kisheria aachane tena na kubakia katika eda ile. Lakini sura hii pia inazungumzia hukumu hizo za eda. Imebainisha kwamba eda ya mwanamke ambaye amekata tamaa kuingia hedhi, basi eda yake ni miezi mitatu. Kuna wanawake wengine hawana ada yao ya kimwezi, ima kwa utu uzima au kwa utoto. Hawa eda yao inatofautiana na eda ya mwanamke ambaye yuko kwenye dauru yake ya kila mwezi. Hawa watakaa eda miezi mitatu, watahesabu kwa miezi, ambao hawana mzunguko wa hedhi. Wenye mzunguko wa hedhi watahesabu hedhi tatu. Sura hii imezungumzia hivi. Lakini vile vile sura hii imezungumzia eda ya mwanamke mwenye mimba, ambaye inatofautiana eda yake na mwanamke ambaye hana mimba. Eda ya mwanamke mwenye mimba inamalizika pale anapozaa mimba hili. Kwa hiyo inatofautiana na wale wengine ambao wameelekezwa kwa nyuma. Lakini vile vile katika kuzungumzia hukumu hizi za kisheria, limejirudia neno taqwa Allah bitarhibi taratan wa tarhibi ukhra, wa kuwapendezesha wakati mwingine na wakati mwingine kuwatisha watu kumwogopa Allah tabaraka wa taala, ili isiweze kuingia dhulma kati ya wanandoa hao wawili, mmoja akamdhulumu mwenziwe au mwingine akamfanyia vitimbi mwenziwe. Ndio maana imekuja mara kwa mara fattaqullah, ittaqullah, ili kuwatisha wanandoa hao kwamba wasimame kwenye misingi ya ndoa bila kudhulumiana. Mwisho inahitimisha sura hii kuwatahadharisha watu kuvuka mipaka ya Allah, na imepigia mifano na umma zilizopita ambazo ziliasi amri ya Mola wao na vile walivyovipata katika maangamizi na adhabu. Kisha sura ikaashiria katika kuelezea uwezo wa Allah tabaraka wa taala katika kuziumba mbingu saba kwa matabaka na kuumba ardhi. Wa kulluha barahinu ala wahdaniyati rabbil alamin, yote hayo ni hoja na dalili kuu juu ya upweke wa Mola wa walimwengu wote. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu
la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Aya au sura imeanza kwa nidaa. Khutiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khussa bin nidaa, amefanyiwa takhsis peke yake mtume kwa kuitwa ya ayuha nabii, ewe mtume. Thumma ummima lil umma fi hadhihi al-ahkam, kisha hukumu zikaja kwa waislamu wote, kwa sababu si mtume pekee sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetakiwa aoe na kukiwa na budi ya kuacha aache, bali ni kwa kila muislamu hukumu hizi zinamhusu. Yeye amefanyiwa nidaa ka rais hadhihi umma, ka imamu hadhihi umma, yeye ndio kiongozi wa umma huu. Ndio maana nidaa imekuja kwake yeye, kama vile wewe ukamwambia rais kwamba ya ayuha rais ifalu kadha, akiwakusudia kiongozi yule na wafuasi wake. Ewe kiongozi, fanyeni hivi. Ndivyo Allah tabaraka wa taala alitumia katika usulubu huu wa kumuita kiongozi wa umma huu, alafu akateremsha hukumu kwa wote, yeye pamoja na wafuasi wake. Ya ayuha nabii, ewe nabii, ewe nabii, idha talaqtumun nisaa, pindi mtakapowaacha wanawake, fatalliquhunna liiddatihinna, basi waacheni kwa muda wao maalum, kwa wakati wao wa eda, wakiwa katika tahara. Waacheni hao katika muda wao maalum. Wa ahsul idda, na uzingatieni na udhibitini huo muda katika kipindi hicho. Wattaqullaha rabbakum, na muogopeni Allah ambaye ni Mola wenu mlezi. Kwa hiyo talaka ni halu aqdu nikah, ni kufungua kile kifungo cha ndoa, ambapo talaka ni neema kwa umma huu, kama ilivyokuwa ndoa ni neema vile vile kwa umma huu, na talaka vile vile ni neema, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameileta talaka katika umma wa Kiislamu ili kujaondoa matatizo ambayo umma uliopita hawakuwa nayo. Manaswara hawaachani, manaswara hawaachani. Kwa hiyo hata mume anapomchukia mke, basi mke yule atakuwa kana kwamba ni pingu kwenye shingo yake, kokote endako, vyovyote afanyavyo, mke yule hana ruhusa ya kumwacha. Imekuwa kama ni zahma sasa, halimpi raha kwenye maisha yake. Mayahudi nao na washirikina wao wanaacha na kurejea, lakini kurejea kwao hakuna muda maalum. Akishaacha hata kaa miaka 10 anaweza kurejea tena Yahudi, hata kaa miaka 50 tena anaweza kaja rudia tena. Lakini talaka imeletwa kwa Waislamu kwa muda maalum. Mwanamke anapoachwa atakaa eda, ndani ya eda ile, ikiwa talaka ni ya mara ya kwanza au ya mara pili, mume ana haki ya kumrejea mke yule. Muda ule utakapopita, mume yule hana haki ya kumrejea mke yule, labda ajifunge tena ndoa mpya na mahari mapya na makubaliano mapya, kama ambavyo tutaona. Kwa hiyo Uislamu ni ummatan wasata, umekuwa katikati ya talaka, kati ya manaswara na Mayahudi. Manaswara hawaachi, Waislamu tumepewa kuacha. Mayahudi wakiacha wanarejea wakati wowote, Waislamu ukiacha twarejea kwa muda maalum. Ummatan wasata ni umma wakati wakati. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume, ewe nabii, mnapowaacha wanawake, basi waacheni hao wanawake katika kipindi chao
katika kipindi chao kile cha tahara. Ndio maana idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, katika kipindi chao kile ambacho ni cha tahara. Maana yake mke hatakiwi aachwe akiwa na hedhi, mke hatakiwi haachwe kwenye tahara ambayo aliingiliana na mumewe. Hizi zote ni talaka za bid'a, kwa sababu Qur'ani haikufundisha hivyo wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha hivyo. Katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, fadhakara dhalika Umar ibn Khattab li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fataghayyaba minhu faqala falyuraji'ha. Katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Umar ya kwamba yeye alimwacha mkewe akiwa kwenye hedhi. Baba yake Umar bin Khattab jambo hili haraka akampelekea Mtume kwamba huyu Abdullah mbona kaacha hivi? Mtume ni sawa. Mtume jambo hili likamuudhi sana, akamwambia haraka mwambie mwanao amrudie mkewe, kisha aingie hedhi ataharike. Sasa ikiwa ataka kumwacha mke, haya namwacha akiwa katika tahara yake ambayo hakugusa. Hii yote inasadikisha na kutilia nguvu kauli ya Allah tabaraka wa taala, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, mtakapowaacha wake waacheni wakiwa kwenye muda wao wa tahara, msiwaache katika hedhi, kwa sababu ni talaka ya bid'a. Sheria ilikuja hivyo, wala msiwaache wake wakiwa kwenye tahara ambayo mliingiliana nao, pia ni talaka ya bid'a. Kwa hiyo fukaha wakatofautiana. Sasa mwenye kumwacha mkewe akiwa hedhi au katika tahara aliyoingiliana nayo, talaka yatuka au haituki? Fukaha wakatofautiana kwenye hilo. Wengine wakasema imetuka, wengine wakasema haikutuka. Tunaona haikutuka. Wale waliosema kwamba haikutuka ni wale waliosema kwamba kama imetuka, mbona Mtume kamwambia nani? Wale waliosema kwamba imetuka, mbona Mtume kamwambia Omar, akamwambia mwanawe walirajiha, mwambie amrejee mkewe. Ni kuonyesha ile talaka pale ilituka pamoja, ni talaka ya bid'a, lakini talaka imetuka. Na wengine wasema haikutuka ile. Ala kulli hal, talaka itakuka, lakini utakuwa umefanya kitu ambacho kiko kwenye msawa. Umefanya kitu ambacho kiko kwenye msawa, kama vile mtu kufanya biashara baada ya nidhaa thani lijumaa. Pia wanazuoni umetofautiana, je, bei imetuka pamoja na haramu au kuna biashara iliyotuka hapo? Watu wamepeana tu wakatofautiana vile vile ulama. Lakini kikubwa haya imekuja kutusisitiza kwamba tuwaache wake wakiwa kwenye tahara ambayo hatukuwauza. Hii ndiyo talaka ya kisunna. Si umeudhiwa wewe, subiri basi kidogo kwanza, una haraka nini? Tamahal, hebu tulizana kwanza. Utaacha kama utakuacha, utaacha. Hebu acha hizo siku zipite kwenye hada yake. Yote haya ni kutujenga sisi tuwe na utulivu na kulionyesha kwamba suala la talaka ni jambo ambalo pamoja ni halali, lakini sio jambo zuri kwa wanandoa kuachana. Ndio maana tumewekewa vituo vingi hapo katikati. Utakauache basi msubiri kwanza ale tahara. Uliingiliana naye kwenye tahara hiyo, msubiri sasa aingie tena hedhi ataharike, haya muache. Waona kuna vikumbe vingi hapo, vituo vingi. Vyote hivi ni Allah tabaraka wa taala kutaka sisi tusiachane. Allah mwenyewe ana hekima zake kutaka watu wasiachane, kwa sababu talaka inavunja familia. Mambo haya
hawezi kuyajua mtu kama hakulelewa upande mmoja wa baba au wa mama pekee, hawezi kujua. Kwa wale waliolelewa na baba na mama mpaka wamekuwa, hawezi kujua talaka inavunja vipi familia. Vijana wengi wameharibika kwa sababu ya kukosa malezi ya pande mbili. Vijana wengi walishindwa kuendelea na masomo vizuri kwa sababu ya kukosa usimamizi wa pande mbili ya baba na mama. Na kawaida wanapoachana wanandoa, kila mmoja endaanzisha familia nyingine kwingine. Na ghalibu wale wanaoanzishwa wapya wanakuwa na nguvu kwenye familia ile kwa sababu ni familia ya baba na mama. Wale wadandiaji kwenye familia ile mara nyingi wanakuwa ni watu wa aina daraja la pili, ila marahma rabbi, isipokuwa kwenye familia ambayo ina uono wa dini. Lakini mara nyingi uwezo kamaona baba aje na zawadi, lakini awaletea watoto ambao mama yao yuko pale. Waletea watoto ambao mama yao yuko pale. Yule mama yao ambaye anaondoka, wale basi watoto kama wamekuja kuomba msaada pale yuko. Tugulia zao umepewa, yule angalia basi wamezamati wameondoka zao na karabaramba na kule muda wao toilet. Kwa hiyo makuzi yanaenda hivyo, hata katika usimamizi wale usimamizi wao utakuwa kidogo uko chini kuliko wale ambao ni baba na mama bado. Kwa hiyo ni jambo ambalo halipendezi kwenye sheria, pamoja ni halali. Familia zinaharibika, watoto wanaangamia kwa sababu ya kukosa ukaribu wa baba na mama katika malezi. Kwa hiyo hivi vikwazo Allah ameviweka kwa hikma. Kama mkeo amekuchukiza, umekasirika kupitiliza, mpaka ukaazimia kutoa talaka, hebu kumbuka kwanza Allah anasema kwamba umwache mke huyo akiwa kwenye tahara ambayo kumeingilia. Basi subiri kwanza kipindi kile kipite, aingie kwenye ada yake akiwa sawa sawa. Kashamaliza ada yake, kama hasira zako kweli bado unazo wewe, haya talaka. Lakini ghaliban itakuwa hasira zimepungua, kwa sababu ulivyoumbwa wanadamu, unapokasirika sasa hivi na nusu saa inakuja hasira ni tofauti. Litakapofika lisaa ni tofauti na pale mwanzo. Napokuja masaa 6 ni tofauti na pale mwanzo. Napokuja siku mbili, sasa inawezekana mkeo ana siku 7 za ada yake, na alikuwa katikati ya tahara yake ambaye ulikutana naye, maana yake una kama siku 20 hapa wewe wamsubiria ili umpe talaka. Patatoka talaka hapo. Talaka itakuwa ngumu sana, labda iwe imepitiliza mama. Kwa hiyo napoacha wake zenu, waacheni wakiwa katika muda wao wa tahara wa ahsul idda, na idhibitini ule muda wa idda, udhibitini ule. Tumeelewana muda wao ule udhibitini. Wattaqullaha rabbakum, na muogopeni Allah ambaye ni Mola wenu mlezi. Muogopeni Allah kwa jambo hilo. Kama wamuogopa Allah, basi fuata ile misingi ya Allah. Wallahi utakuja jiona wewe una wepesi, na baadaye utakuja ona kwa kulikuwa na hekima kweli. Unajua yule mke angemwacha hizi haraka. Kuna bwana alikuja kulilia sisi tumbembeleze mke amrejee, na mwanzo alikushtakia sisi tukamwambia usimwache mke. Mimi bwana usadhi, mimi naona huyu basi hafai tena bwana. Subiri kidogo, subiri ndugu yangu. Akamwacha mke saa 5 asubuhi mpaka fika saa 11 atakarudi mke, na mke naye ni sheria kwamba kurejewa hakuna kuridhika mwanamke. Kurejewa mume akitaka kurejea kurejea, madamu uko kwenye kipindi cha eda. Mke asema sitaki kurejewa, mimi nimeniacha mwenyewe, mimi fursa hii nilikuwa naitafuta sana, leo umeitoa. Akifuata tena mashehe, shekhe nimekuja bwana, wajua nilikataa kusikiza, lakini nimemwacha mke wangu, kwa hiyo nimekaa nimeona basi masaa haya machache tunaoacha saa 5 leo.
Safina moja wakibembeleza tumfuate mke, ya nini tena? Vumilia. Shekhe, hata leo siwezi kulala mimi. Je, haiwezi kupita. Ilikuwa vurugu sana. Mke kang'ang'ania hapo tulimaliza hukumu zote kwamba wewe utakupata Asma. Mimi nafasi nilikuwa naitafuta hii. Jamaa leo kaingia huyu naye leo. Ilikuwa kazi kubwa. Hii ni mifano, lakini kuna mengi ya madhara ambayo yanapatikana kwa kuachana. Jamani, kama hakuna madhara makubwa kwenye ndoa zenu yanatokea, msiachane. Lakini kama hakuna budi, hii ni fursa yako, ni neema, kwa sababu wakati mwingine unaweza kung'ang'ania mke na mke naye akang'ang'ania mume, lakini kuna madhara ndani yake. Hii nayo ni makosa. Mume anamkosea Allah, hataki kurekebishika, mke hivyo hivyo, wamevuka mipaka ile ya kindoa. Hapo sasa utakuwa ni dhaifu. Umepewa fursa hii ili urekebishe, uishi katika maisha mazuri. Kwa hiyo Allah anatuambia wattaqullaha rabbakum, muogopeni Allah ambaye ni Mola wenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, na msiwatoe wake hao baada ya kuwaacha kwenye majumba yao. Angalia Allah tabaraka wa taala alivyokuwa na huruma. Maana yake hata kama umempa talaka mke, bado ana hukumu za kindoa zinakustahiki wewe. Mmoja wapo ile nyumba bado Allah anaita ni nyumba yake mke alioachwa. Kwa hiyo nasema msiwatoe wanawake kwenye majumba yao utakapowapa talaka, wala yakhrujna, na wala wasitoke wao wenyewe. Msiwatoe kwenye majumba yao na wala wasitoke wao wenyewe. Humu mwetu Pwani, mtu ukimwacha saa 8 za usiku, basi hata vyombo ataviweka kwa jirani. Saa 8 za usiku au saa 9 za usiku, umwambie hii talaka hii halali bana, atagongea jirani huko, mama fulani, naomba unyazini niweke vyombo vyangu hapo. Hata kusubiri kwenye ile nyumba aliyoachiwa pia subiri. Ni makosa. Mke atakiwa eda akae pale alipoachiwa, pale alipokuwa akikaa na mumewe. Kwa hiyo mume hana ruhusa ya kumfukuza mke pale, na wala mke hatakiwi aondoke mwenyewe pale. Umepewa talaka mke, basi maliza eda yako pale. Umetoa talaka mwanamume, hakikisha ulimpa talaka na maliza eda pale. Hii ndiyo taratibu Allah alituwekea. Si mmeoana kwa misingi ya dini ya Kiislamu, basi hata kuachana mwachani kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Sio kwamba mwaoana kwa dini ya Kiislamu mwachana kwa misingi ya dini ya Kiyahudi na Kinasara. Hakuna sababu. Kama ambapo hakuna sababu ya kupigana kwenye kuachana. Utakuta watu wengine talaka itoki kwanza mpaka waoane bado. Piga unuvunja hiyo. Jamani, talaka ni maneno tu. Kama amekushinda mwache. Sasa mnapigana mtafuta nini? Uislamu hutaki hivyo. Uislamu ni dini ya nidhamu na taratibu. Mmeshindwana, itaneni, kaeni chini, kwa maisha haya imeonekana ni magumu sisi kuishi pamoja. Kwa hiyo ndugu yangu, kama tulivyoshuana kwa furaha, leo tuachane kwa salama. Nimekuacha talaka moja. Nimekuacha talaka moja. Kuna mwingine kashapiga mtu ngumi, kashavunja mtu jicho, akwambia nimekuacha talaka 3. Nenda kweli, nimekuacha talaka 3. Sasa kwani ukimwacha talaka moja, ukimwacha 3, si ndo kachika hivyo hivyo? Hakuna talaka 3 kwenye sheria. Ni kuchezea dini. Kuacha mara moja, mara mbili, atalaku maratan. Kuacha ni mara mbili. Nimekuacha, kashachika mara ya kwanza hiyo, hajamaliza eda yake ukamrejea, nimekurejea, karejeeka. Mmekaa tena, maisha yanaenda mabaya, umwambia tena nimekuacha tena.
hiyo mara ya pili. Haja malizaeka ukamrejea, karejeeka. Sasa hapo huna talaka tena, rejea. Hapo ukiacha hiyo imekwenda moja kwa moja. Allah tabaraka wa taala anasema at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Talaka ni mara mbili. Katika rejea ni kubakia kwa wema baada ya eda haijaisha, ukabakia na wema kwa mke yule ukamrejea, au tasrihun biihsan, au baada ya eda mkaachana kwa wema, kila mmoja anaangalia maisha yake. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna, na wala si halali kwa mwanamke aliyoachwa kuficha yale yaliyomo kwenye tumbo lake. Kama ana maji ya ujauzito, amwambie yule alimwacha, waniacha lakini humo tumboni na ujauzito wako, aseme sifichi. Kwa hiyo talaka ni mara mbili, ambayo ndio wanaita talaka rejea. Umeacha mara ya kwanza, umeacha mara ya pili, hizi ndio wanaita talaka rejea. Lakini ile talaka ya tatu wanaita talaku daim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Atakapomwacha, talaka ya tatu sasa, mara ya tatu maana yake, atakapomwacha yule mke mara ya tatu, fala tahillu lahu, Allah anasema si halali tena kurejewa mwanamke huyo na mume huyo, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka mwanamke huyo aolewe na mwanamume mwingine. Wayadhuku usailataha wa tadhuku usailatahu, na mwanamume yule atakayemuoa baada ya kuashika mara ya tatu, sio yule awe ni muhallal alifanywa tahlili kwamba anakupa hizi pesa, nenda kamkosa yule mtalaka wangu, maana mimi siruhusiwi tena kumrejea yule kwa sababu talaka ya tatu. Muoe ukaena siku mbili, alafu tena kwanza usimguse bwana yule, nataka nirejee mimi, weka wewe ukae naye, alafu ukikaa naye mpe talaka, arudi kwamba nitakupa jonge jingine zuri. Isiwe hivyo, acha watu wastarehe napo ulipakataa. Mtume anasema hataruhusiwa mwanamke yule kurejea kwa mwanamume yule aliyomwacha mara tatu mpaka aolewe na mume mwingine. Mume yule amfaidi mke yule na mke yule amfaidi mume wake huyo mpya, wafaidiane. Wakitukiana wenyewe sasa kuachana, sasa huyu mume wa kwanza aliyoacha mara tatu anaruhusiwa kwenda oa tena. Haya, nyinyi ambao mtaka kila siku kutoa talaka, utakujalia mke wa mtaka, lakini mambo mpaka na pengine yaliyo na mtu kila siku kwa pita hajaacha kwani yule kila siku apita kwenye mtaa ule, tara utakuwa kaachika, wakuta waume na mke waendelea maisha yao, waumia. Mke uliokuwa umemzoea, mke uliomuoa labda uliomlea tokea bado ni mdogo, umemuoa ni mdogo, ukampa karibu kwa komaki akila kusaidia, sasa umemwacha kapata mwenzio atumia ile fursa ambayo wewe unajua kuitumia. Wabakia sasa nani mwenye zongo kali, mpige yule bwana ili aache. Hakuna zongo itokoingia, yeye kafanya halali achukua halali. Kwa hiyo kuacha ni mara mbili, mara ya tatu kiacha. Yani kana kwamba Allah tabaraka wa taala anamfundisha yule ambaye yuko kuacha, alafu na kumtia adabu. Amekupa mara ya kwanza uache, waweza kurejea. Amekupa mara ya pili uache, waweza kurejea. Ukiacha mara ya tatu usionekana wewe sile, huwezi ndoa wewe, huwezi ndoa, mke huyu hakufai tena. Kwa hiyo wakiwa adabu kwamba huwezi tena kumuoa mke huyu mpaka aolewe na mwanamume mwingine, waishi vizuri wao kwa mapenzi yao, waachane kwa matakwa yao, sio kwa chokochoko zako wewe unataka urejee. Kwa hiyo Allah anasema la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe wake hao mliowaacha kwenye majumba yao, wala yakhrujna, wala wasitoke wao wenyewe, illa an yatina bifahishatin mubayyina. Tukuja kwa istithna,
Maana yake illa, isipokuwa mwaweza kuwatoa, ayatina bifahishatin mubayyina, pale wanapoleta uchafu uliokuwa dhahiri. Kuleta uchafu pale majumbani ndipo wanapofanya eda, ima ya kufanya zinaa au kufanya mambo machafu mengineyo. Hapo uwezo kumwambia bwana, nenda kwenu, toka kamalizie eda kwenu, uchafu mkubwa aende huko. Lakini kama ni mstaarabu, anafuata misingi vizuri, atakaa pale, atamaliza eda yake, au atarejea na mume wake, lakini asitolewe wala asitoke pale. Watilka hududullah, Allah anasema hii ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Haya yaliyoelezewa yote ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Wa man yataadda hududallahi, na yoyote ambaye ataivuka mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsahu, kwa hakika atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Maana yake ukawa husikiwe unayoambiwa kwamba mke aachwa katika tahara ambayo hakuguswa, wewe unasema mimi siwezi kusubiri bwana, kaniudhi eti subiri mpaka siku 20 zipite atahariki akaidi. Yuki ni chapa, kuna toa talaka hapo, umevuka mipaka ya Allah. Au umeambiwa unapomwacha mke usifukuze, ukasema nishamwacha, ngoja nini hapo kwao, toka nenda kule, utakuwa umevuka mipaka ya Allah. Hebu angalia Allah anavyosema kwa maelekezo kabisa, watilka hududullah, na hiyo ni mipaka ya Allah, fala ta'taduha. Wa man yataadda hududallah, na yoyote mwenye kuivuka na kuipituka mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsahu, kwa hakika atakuwa amedhulumu nafsi yake. La tadri, hujui wewe, la'alla Allah, huenda Allah tabaraka wa taala yuhdithu ba'da dhalika amran, akazusha baada ya hilo jambo lingine. Huwezi kujua. Kule mwanamke kuambiwa eda aimalize pale kwenye nyumba aliyoachiwa, alikuwa akikaa, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huwezi jua wewe, huenda Allah akazusha jambo lingine baada ya jambo hili. Maana talaka ni wastani wa miezi mitatu. Talaka ni eda ya mwanamke mwenye wake ni wastani wa miezi mitatu, mwaka nyumba moja, shamba talaka. Lakini unaambia usimtoe wala stoke, umerudi zako kazini huko, wakuta mama anukia asmini na mawaridi, siku ya kwanza umevumilia, wajifanya kama pua yako hainusi, waingia watoka, jamani shikapika ujio kwenda zako basi. Lakini pua ishanusa kwamba mbona mama huyu ikawa mzuri siku hizi. Siku ya pili una siku 90 maana yake. Na kuna wanawake wengine fundi, akishajua alikosea mpaka kuachwa, basi atajifanyisha mpaka atamrejesha yule bwana, atamrejea. Umeelewana? Mwisho wa yote alikuwa ajifanya arudi kuchelewa, ndipo atakuwa arudi mapema ili aone ulezelishe pale nyumbani. Atajifanya yuko ngangari, yuko chumbani mwake siku zote, mwisho ataomba kibiriti saa 4 za usiku. Mama fulani, umebakisha kibiriti, na nyumba ina umeme, watakibiriti cha nini? Nyumba ina umeme, umebakisha kibiriti saa 4 za usiku. Maana yake tayari ule moyo sasa umeanza kujutia. Hekima za Allah ni kubwa. Maana yake kila siku zikienda na ile nishonisha pale kwenye nyumba za kukishana, mara ukatoka, mara usikenda hivi, mara ukashikagiwa kajia, mara ukauliza hivi, yaenda ninyi wenyewe mwanza kujilaumu kwa maana shetani ana nguvu sana. Mama fulani mzuri huyu mimi nimemwacha. Na yeye naye aliuliza, mume wangu ni safi huyu, mimi naondoka nyumba hii niloipatia tabu, hata hapa tufanya ndiwalo na lile hapa, siondoki hapa. Kwa hiyo baraka za Allah zitamwingia kila mmoja, yule akisemea kivyake na yule akisemea kivyake. Sijui kama siku 30 zitafika, sijui labda ile kosa liwe ni kosa nilopitiliza, sijui. Acha siku 90
siku 30 zimepita. Sinaambia kuna bwana aliacha saa 5 saa 9 hajatulia kitu tukambembeleze mke. Siku hiyo hiyo yeye 30 wazibukali. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah kwanza kwenye hii talaka, angalia ilivyokuwa vikwazo vingi tu. Talaka Allah ameihalalisha, lakini ameweka vikwazo vingi tu ili watu wasiachane, waambie kutaka kuacha kwamba muangalie mkeo kwanza yuko kwenye bahara gani. Ni vikwazo vyote kwa hikma ya Allah. Haya, ushampa talaka waambiwa sitoke. Sasa jamani, tufanyaje sasa? Atoki huyo. Maana yake na wewe hutotoka pia. Mwisho wa yote mwayajenga sasa. Kwani baba fulani kuna kubwa lipi dunia hii ambayo ndio kunikana. Za maneno huyo. Kuna kosa lipi ambalo alisameheki dunia hii? Anaanza polepole, naondolee kufu wako siku ya kwanza. Siku ya pili na wewe tu. Hivi baba fulani yale maneno yakwambia jana kuyasikia au wafanya kusudi? Sitaki ujinga wako bwana, hebu niache. Kesho kutwa ulizwa tena wasema maneno yako unifanya kama kuyasikia. Watakayarudiwe tena kwa sababu nimekwenda yafikiria na yakutouch. Unajua mimi sipendi kuuzi sana. Mimi sitaniwi bwana. Waanza polepole uondoka kesho hivi warudi polepole mpaka ifika siku ya 15 wewe umekwisha kabisa. Na yeye naye amekwisha kabisa. Wale ya watoto wenu, watoto bado wadogo. Watoto wanawahitajieni. Mtoto ni baba na mama. Labda itokee mmoja wapo ameondoka katika dunia, hiyo hakuna njia, Allah atamletea mwingine bora kumlea mtoto. Lakini mtoto wako ni baba yake ni wewe na mama yake ni yeye. Hakuna baba wa kulea mtoto wa mwenziwe wala hakuna mama wa kulea mtoto wa mwenziwe. Isipokuwa ni asilimia chache sana wako, lakini asilimia chache. Fikirieni watoto wenu. Allah amewafikiria watoto wenu kabla hamjaoana, akawekea vikwazo kwenye talaka ili kuwazindua kama mna akili kwamba hamtakiwi mwachane, kila mtu aishi kwa kumheshimu mwenziwe ili talaka isipatikane kwenye nyumba yenu. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Huwezi jua, huenda Allah akazusha baada ya hayo jambo jingine lolote. Fa idha balaghna ajalahunna, wanapokaribia kufikia muda wao, mmewaacha wako kwenye eda, wanaendelea na eda. Allah anasema fa idha balaghna ajalahunna, wanapokaribia kufikia muda wao wa kumaliza eda, fa amsikuhunna bima'rufi, basi wazuieni hao, warejeeni hao kwa wema, au fariquhunna bima'rufi, au tenganeni nao kwa wema. Maana ikiwa ndani ya eda waruhusiwa kumrejea mkeo, ukamwambia nimekurejea, au waweza ukasubiri muda ukaisha, mkawa ndio dalili ya kwamba ndoa imekufa moja kwa moja. Siku 90 hizo umesubiri mpaka ifika siku ya 80, yaenda mpaka ifika siku ya 90 pana, itakuwa kweli umeazimia kuacha, na kweli yeye ameazimia kuacha. Kwa hiyo kama mtaamua kurejeana, mrejeane kwa wema, au fariquhunna bima'rufi, au mtengane nao hao kwa wema. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudilisheni wenye uadilifu wawili miongoni mwenu. Katika kuacha, katika kurejea, mwashuhudilishe watu wawili waadilifu miongoni mwenu nyinyi Waislamu, kwamba bwana fulani na bwana fulani, mimi nimemwacha mke wangu, au bwana fulani na bwana fulani, mimi nimemrejea mke wangu. Lakini sio wajibu kwamba ambaye atakuwa kufanya hivyo amevunja wajibu, ni katika alikuwa mambo bora na mazuri. Wa aqimu shahadata lillahi, nasimamisheni ushuhuda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala.
dhalikum yu'adhu bihi, hayo yote anawaidhishwa kwayo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye ni mwenye kumwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Hayo ndio atawaidhika. Hayo yote yalipita huko nyuma. Mtu akiwa ana imani hawezi kufuatilia taratibu hizi, hawezi kufuatilia taratibu hizi. Ndio maana nakwambia Mungu bwana, kipindi hicho mtu akiachwa saa 9 za usiku, usiku huo ataondoka kwenye nyumba hiyo, kana kwamba ile fursa ilikuwa isubiri kwa hamu. Na mume naye alikuwa akiacha, basi nenda kwa hiyo hata saa 9 za usiku ajue si atakwenda wapi. Lakini Allah anatufundisha tofauti na hivyo, kwamba tuachane kwa njia nzuri kama tulivyooana kwa njia nzuri. Dhalikum yu'adhu bihi man, hayo yote anaridhishwa yule ambaye kana yu'minu billahi, huwa ni mwenye kumwamini Allah wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Wa man yattaqillaha, basi yoyote mwenye kumwogopa na kumcha Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah atamfanyia sehemu ya kutokea kwenye shida. Maana yake tusimamie misingi ya ndoa na talaka, hata kama kuna dhiki tunaipata. Dhiki hiyo Allah atatutengenezea sehemu za kutokea, kwa sababu tutakuwa tumemridhisha yeye tabaraka wa taala. Naam. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اسم مكان مخرج من خرج يخرج، مخرج maanake ni masdaru mimi au ism makan. Allah atamfanyia sehemu ya kutoka kwenye shida zake, shida zilizokukinga. Kwa uchamungu Allah anakufanyia sehemu ya kutokea kwenye shida yako. Wayarzuquhu, na atamruzuku yeye min haithu la yahtasibu, pasi ya kutarajia. Waman yatawakkal ala Allah, na yoyote ambaye anamtegemea Allah, huwa hasbuhu, basi Allah ndiye ambaye anamtosheleza yeye. Aendelee kumtegemea kwa sababu yeye ni kafihi, anamtosheleza yeye katika kila ambacho anategemea kwake yeye. Inna Allaha balighu amrihi, hakika ya Allah tabaraka wa taala ni mwenye kutekeleza amri zake na mambo yake. Qad ja'ala Allahu, wa hakika Allah amefanya, likulli shay'in qadira, katika kila kitu amekifanya kwa makadirio fulani, kwa makadirio maalum, kila kitu. Kwa hiyo hata ndoa yawezekawa kuachana kwenu ndio makadirio na kiwango chake Allah Daudi alioweka. Kwa hiyo muoane mkae miaka 20, alafu natokea mambo ambayo yanawachukiza nyote wawili, utaona ndoa haifai, basi ni kiwango ambacho Allah amekiweka kwa ndoa yenu. Kila yawezekawa mkatengana kwa talaka, lakini kiwango chengine yawezekawa Allah amewakadiria kutengana kwa kifo cha mmoja wenu. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira, Allah ameweka katika kila kitu kiwango maalum. Kwa hiyo hayo ndio maisha. Hakuna maisha ya siku zote, hata kama kuna maudhi ndani ya ndoa, huo ni utumwa. Kama kuna mambo ambayo yanaleta madhara kwa mmoja ya wanandoa, hiyo ni madhara ya kinafsi au madhara ya kidini, sheria imeruhusu ndoa ile ichike. Mfano, mke amwambia mume kwamba mimi nimechoka na ndoa, kama hutoniacha basi mimi nitakutilia sumu. Au mume naye amwambia hivyo. Haya ni madhara ya kinafsi.
Na ukiangalia zile situation zote zinaonyesha kwamba mziwa hayuko tayari na ndoa hii. Maana kuna watu wengine wabishi, agurika kwenye ndoa lakini kang'ang'ana. Hayo ni madhara. Wala tulqu biaidikum ila tahaluka, nafsi zenu msizingize kwenye maangamizo. Kama imefikia sasa mmoja kama na mwenzie haya madhara mnaenda nayo mazito, basi tumeruhusiwa kuachana. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, ndio mwisho wa maneno. Wallahi yaisna min almahidi min nisaikum, na wanawake ambao wamekata tamaa kuingia katika hedhi katika wake zenu. Inirtabtum, napopata mashaka, fa'iddatuhunna, basi eda yao thalathatu ashhurin, ni miezi mitatu. Eda hii ni ya wale ambao wameshakoma kuingia katika hedhi. Akiachwa mwanamke yule hatohesabu hedhi eda yake, bali hatohesabu miezi, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Ndio maana yake. Na eda nayo ni haki ya mwanamume kama ambavyo ni haki ya mtoto. Eda na ni haki ya mwanamke, kila mmoja ana haki kwenye eda. Mwanamume ni haki yake kukaliwa eda na mwanamke alimwacha, kwa sababu ya vile walivyokaa na kutaka kuhusishwa familia yake na isiyokuwa ya kwake. Kwa sababu kama mwanamke hatokaa eda, akenda olewa na mwanamume mwingine, aweza akasema kwamba hii ilitoka nayo kule, kumbe sivyo hivi. Olewana. Kwa hiyo ana haki mwanamume kukaliwa eda ya talaka na mkewe ili kuhifadhiwa nasaba yake, kama vile ambavyo hata mume atakuja baadaye pia anahifadhiwa nasaba yake kwa mwanamke mkai. Kuna heshima kubwa sana. Lakini eda vile ni haki ya mtoto, kwa sababu asije akaja nasibishwa na baba asiyekuwa wake. Yatokea hayo, Allah kuhifadhi. Mtu kaachwa siku ngapi ambao kaolewa, mwezi huo alioachwa na mwezi huo kaolewa. Sasa wajiuliza, haya huyu dada huyu kama ana ujauzito wa nani? Yaani huko kuna mchanganyiko. Na kwa sababu watu hawataka kusoma dini yao wala hawataka kusikiza, majumba yetu yamejaa muziki kwenye television, kwenye maredio. Wake zetu na dada zetu hawana muda wa kusikiliza madarasa, basi hata hawajui hukumu zinazohusiana na mambo yao. Waachwaje mwezi huo na mwezi huo kaolewa, eti ya mkomo wa mume? Alijua mimi sitoolewa, alijua mimi sitakili, namuonyesha, lakini kumbe anachanganya nasaba, na atakwenda ulizwa na Allah tabaraka wa taala kuingiza nasaba kwenye sehemu ambayo sio yao. Wanawake wenye tabia hiyo watakwenda ulizwa kwa Allah tabaraka wa taala na wataadhibiwa. Ni dhambi kubwa kunasibisha mtoto na familia isiyokuwa yake, baba asikuwa wake. Ndio maana tumewekewa hukumu za eda. Wanawake wanapoachika wakae atimizi miezi mitatu, ile rahimi yao, tumbo lao la uzazi liwe limesafishika miezi mitatu. Kama kuna kitu kishajulikana, kama hakuna kitu pia kimejulikana, hakuna kitu. Sasa haya, nenda ukolewe. Kwa hiyo Allah anaendelea kusema kwamba wallahi yaisna min almahidi, na wanawake ambao wamekata tamaa na hedhi, min nisaikum, katika wake zenu, inirtabtum, pale mnapopatwa na mashaka, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, eda yao basi itakuwa ni miezi mitatu. Wallahi lam yahid, na wale wanawake ambao bado hawajaanza kuingia katika hedhi kwa udongo wao,
wameolewa, ni wadogo, hawajaingia kwenye mzunguko huo, wakiachika wao hawatohesabu hedhi kwa sababu hawajaingia. Wao watahesabu nini? Miezi, kama wale watu wazima waliokoma. Nieleweka? Wao pia watahesabu miezi kwa sababu bado hawajaanza mzunguko. Wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, ajaluhunna, muda wao wa kukaa eda, an yadhana hamlahunna, ni kuzitua na kuzizaa mimba zao. Kama vile eda ya kufiwa ni hivyo hivyo pia. Eda ya kufiwa ni miezi 4 na siku 10, lakini akiwa na mimba alofiwa yule mwanamke atakaa eda mpaka kuzaliwa mimba yake. Wa ulatul ahmali, na ambao wana mimba, ajaluhunna, dawao kukaeda, an yadhana hamlahunna, ni kuzizaa mimba zao. Wa man yattaqillaha, na yoyote mwenye kumcha Allah na kumwogopa Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah atamfanyia katika mambo yake wepesi. Mwenye kumcha Allah, Allah atamfanyia wepesi kwenye mambo yake. Kwa hiyo watu wawe na ucha Mungu katika mambo kama hayo. Dhalika amrullahi, hizo ni amri za Allah, anzalahu ilaykum, alizowateremshieni. Hayo yote tulioeleza katika ahkamu talaq wal idda, Allah yakul huwa amru min Allah, hizo ni amri kutoka kwake. Kwa hiyo ametuteremshia, anasema anzalahu ilaykum, amewateremshieni amri hizo, maana yake mzifanyie kazi. Wa man yattaqillaha, na yoyote mwenye kumcha Allah na kumwogopa Allah, yukaffir anhu sayiatihi, umsamehe na kumfutia makosa yake. Wa yu'dhim lahu ajra, na umuongezea yeye malipo, umkuzia yeye malipo yake na ujira wake, ukuza Allah ukawa mkubwa. Mara ngapi imekuja hiyo man yattaqillaha? Mara ngapi? Imekuja mara ngapi? Topita tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ikajaje tena? Wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Naam, Daudi nimalizie. Kwa hiyo imekuja tikirari neno hili wa man yattaqillah, utilia msisitizo swala hili. Talaka inahitaji ucha Mungu, eda inahitaji ucha Mungu, viende kama Allah alivyofundisha. Uislamu hautakiwi tuachukua baadhi ya mambo tukayafanyia kazi, mengine tuyaacha. Kuenda na talaka kama alivyofundisha Allah ni moja ya Uislamu, na kuachana kwa misingi ya dini ni makosa unayoyafanya katika talaka, na eda nazo hivi. Ndio maana limekuja neno hili sana, wa man yattaqillah, wa man yattaqillah, wa man yattaqillah, kuonyesha msisitizo katika jambo kama hili. Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra, na umkuzia yeye malipo na ujira, ufanye mkubwa Allah tabaraka wa taala. Tumalizie, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wawekeni wake hao mliowaacha, min haythu sakantum, katika mahala ambapo mnaishi nyinyi wenyewe,
min wujdikum, kutokana na uwezo wenu. Zile sehemu ambazo mtawaweka basi ziwe ni zile sehemu ambazo nyinyi mlikuwa mkiishi nao. La tudaruhunna, na wala msiwadhuru. Wala tudaruhunna, na wala msiwadhuru hao. Litudayyiqu alayhinna, ili mpate kuwanyongesha na kuwadhikisha. Msiwafanye hivi. Kulikuwa na baadhi ya watu katika Mayahudi hususan, walikuwa wakiwaacha wake zao. Mtu hana shida na mke, kashamchoka, anamwacha. Muda wake unapokaribia kuisha, anamrejea, akaanaye siku 2-3, alafu anamwacha tena. Muda wake unapokaribia kuisha, ili watengane moja kwa moja, anamrejea. Basi anakuwa siku zote ishi na yeye, mke yule hana uhuru tena kwenda kufanya mambo yake. Wala tadharuha kalmuallaqa, mpaka ikaja amri kwamba msiwafanye wake kana kwamba ni wametundikwa, hajulikani kaachwa wala hajulikani kwa kwenye ndoa. Arudiwa muda mchache, aachwa. Ile inapokaribia kuisha, arejewa, aachwa. Ikaribia sasa, hajulikani yeye ni mke wa mtu wala hajulikani yeye ni talaka. Allah anasema msifanye hivyo Waislamu. Kama umeamua kumwacha, basi eda yake kisha mwache eda zake. Kama umeamua kuishi naye, kabla ya eda mrejee, lakini uishi naye kwa mapenzi kama ilivyokuwa mwanzo. Usimfanyie tadhiyik ukawa utaki aolewe. Maana kuna watu wengine yeye hamtaki mke, lakini pia hataki mwingine amuoe. Kwa hiyo atumia kigezo hicho, kampa talaka, eda yakaribia kuisha, huyu ataenda kule kwa jamaa yake, amrejea. Akanaye miezi mingapi, nimekuacha. Eda inapokaribia kuisha, amrejea. Lengo kwamba yeye hamtaki, lakini na mwingine pia hasipati. Allah anasema wala tudharuhunna, na wala msiwadhuru wanawake. Litudayyiqu alayhinna, ili mpate kuwadhikisha. Wa in kunna ulati hamli, na watakapokuwa wao ni wenye mimba. Fa anfiqu alayhinna, basi wapeni matumizi juu yao. Hatta yadhana hamlahunna, mpaka wazizae mimba zao. Na hapa sana wanaingia wale ambao ni wanawake waliowachika na waliowachika talaka 5. Mwanamke aliwachika mara ya 3, hakai eda pale wala hapewi chakula. Sisi tumeelewana. Mwanamke ambaye ameachika mara ya 3 haewi pale kwenye nyumba aliyoachiwa wala hapewi posho, ila akiwa na mimba atapewa posho, kwa sababu ana mimba ya yule. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala asema wa in kunna ulati hamli, na watakapokuwa ni wenye mimba. Fa anfiqu alayhinna, basi walisheni hao. Hatta yadhana hamlahunna, mpaka watakapozaa mimba zao. Fa in arda'na lakum, na watakapowanyonyesheni watoto wenu. Fa atuhunna ujurahunna, basi wapeni malipo yao. Mmewaacha na wana watoto wenu wanaonyonyeshea, basi wapeni malipo yao. Baadhi ya ulama wanasema malipo yao ni kule kuwapa chakula. Siwaache hivi wananyonyesha hao, wapi chakula kile. Wameshazaa sasa, wananyonyesha, wapi kile chakula, kwa sababu wana watoto wenu wanaonyeshea. Baadhi ya ulama wanasema mtapanga bei kwamba mtoto wako, kwa sababu umeniacha mimi, mtoto wako atanyonya kwa kiasi fulani. Mtoto wako
atanyonya kwa kiasi fulani. Unazo lete, uwezi tafuta mnyonyeshaji ya kunyonyeshia mwanao. Tumeelewana? Maana kuna mijidume mengine yakiacha kama hivyo ndio yameacha mke na nini na mtoto, lakini yule ni mwanao. Wewe wataka kalishwe na nani yule? Umeacha mamie, lakini kuacha mtoto, wewe mtoto bado ni mtoto wako. Lisha mwanao. Kama uwezi kumlipa yule, basi mtafute mnyonyeshaji amnyonyeshe mwanao, umlipe. Na wako wengi, watoto wengi wanalelewa na wamama wanapata tabu sana. Lakini utaambiwa baba yake yuko huko, kashapiga mafna tayari mara moja. Baada ya kuacha huko tayari kinafikiria mafna huko. Wale bwana, sisi sasa hivi wakati huu wakati wa mafna bwana. Tunataka tusipige mafna mapema sisi bwana. Lakini mafna za vipi huku? Kuna watoto wamewaacha wanapata tabu kule, walei wenda anzisha miji mingine. Je, Uislamu kwa hivyo? Sasa hivi watu wamekuwa, hasa vijana, wanabandika bangua. Leo kaoa, kesho kaongeza, siku ngapi kawaacha wote wawili, akuta mafuna nyingine kwingine. Yeye ni mharibifu wa watoto wa watu kwa kai. Ndoa gani zilizofika hata miaka 5? Ndoa gani zilizofika hata miaka 5? Kama vifurushi vya simu sasa. Muda mfupi kifurushi kimekwisha, watu kila mmoja kwenda kwao. Msifanye hivyo vijana. Ndoa ni neema tumepewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunapooa lazima tuhakikishe yale malengo ya Uislamu yanatimia kwenye ndoa zetu. Tazawwaju waduda fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, oeni wanawake wenye mapenzi nanyi, wanawake wenye uzazi, mimi nitakwenda jifakarisha kwa umma huu kuwa na watu wengi ambao wametokana na ndoa. Kwa hiyo umeacha mke ana mtoto, basi hudumia mtoto yule, kama ananyonya, kama bado analeleka, hudumia kule. Kwa hiyo Allah anasema, fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, watakapowanyonyesheni watoto wenu basi wapeni ujira wao. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, na mjadiliane kati yenu kwa wema, kwamba mimi nataka unipe kiasi fulani. Mume asema pana, mimi nataka unipe, mimi nitatoa kiasi fulani. Nikasema mimi hakinitoshi. Akikutoshi kwa hiyo mimi nitaongeza kitu. Yani wa'tamiru bainakum bilma'ruf, mjadiliane na mzungumze kati yenu kwa uzuri mpaka mkubaliane maafikiano, kwamba basi mimi nitakuwa naleta sukari, nitakuwa naleta maziwa, nitakuwa naleta nini. Mkubaliane kwa wewe. Wa in ta'asartum, na mtakapoingia kwenye uzito katika kukubaliana, fasaturdi'u lahu ukhra, basi mwanamume huyo atanyonyeshewa mkewe, atanyonyeshewa mtoto wake na mwanamke mwingine. Fa in ta'asartum, ikiwa imekuwa uzito kwa nyinyi, maana yake mke na mume wamejadiliana lakini imekuwa uzito kukubaliana, fasaturdi'u lahu ukhra, imekuja kwa sighatul khabariyya walakin yurad bihi insha, ay falturdi lahu ukhra, na anyonyeshewe mkewe, na anyonyeshewe mtoto wake na mwanamke mwingine. Kama yule ambaye umemzalisha amkubaliana kuna uzito, tafuta mwanamke mwingine ambaye utamlipa kunyonyeshea mtoto wako. Tumeelewana? Tusimame hapa inshallah. Hizi ahkamu bado zinaendelea. Allah tabaraka wa taala kuweka taufiki tukujimaliza wiki ijayo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.